أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah jalla fi ula na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, katika siku hii ya leo, hebu twende tukaendelee na maudhui yetu, simulizi yetu ya hakika kabisa yenye ukweli mtupu, simulizi ambayo jana tulikuwa tumefikia sehemu ya 6, na tulikuwa tumefikia pale ambapo tulikuwa tumekaa kikao chetu cha dharura. Basi ghafla ya kutokea kwa mjane. Basi tuliamua kuungana kwenda nyumbani kwa mjane kuona hali. Tulipofika pale, tulikuta chumba kimejaa harufu nzito isiyoelezeka, kama vile moshi uliotoka kwenye moto wa ajabu. Mjane alikuwa amekaa kona katika hicho chumba chake, tena akilia na akisema mara kwa mara ya kwamba wamerudi, wamerudi, wamerudi. Nikamkaribia, nikamshika mkono, nikamuuliza, nani amerudi? Akaniangalia kwa macho mekundu yale ya kulia, kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye kutisha, wale waliomfuata marehemu, mashetani wake hawajaniacha, wamekuja kuchukua mtu mwingine tena. Basi tulibaki tumeduaa, kila mmoja akitazamana na mwenzake bila neno, tukijua kwamba hatukuwa tena kwenye msiba wa kawaida, bali kwenye mlango wa siri uliofunguka kuelekea ulimwengu wa ajabu. Tulikuwa bado kwenye mshtuko. Twende sasa katika ile sehemu ya 7. Tunasema kwamba tulikuwa bado katika mshtuko, tena mshtuko wa yale yaliyotokea katika msiba wa jirani, na tukio la ghafla la yule mgonjwa wa majini. Basi kila mmoja wetu alikuwa na tafakuri yake, wengine wakiwa wamekumbwa na uoga, na wengine wakiona kama vile ni bishara za mwanzo wa mabadiliko makubwa katika mtaa wetu. Usiku ule tulikaa kwa muda mrefu. Tulioyashuhudia hayakuacha nafasi ya kulala mapema. Nilimtazama Thuraiya, macho yake yalikuwa yamejaa tafakuri nzito, kana kwamba alikuwa akisoma alama ambazo sisi wengine hatuzielewi. Mara aliniuliza kwa sauti ya chini kabisa, yani sauti yenye asili ya kunong'oneza, akaniambia, kaka, hivi kweli unaamini kwamba haya matukio yamepangwa kwa mpangilio mmoja? Anauliza Thuraiya. Msiba, mgonjwa na zile ndoto zinazojirudia, unahisi kuna nini hapo ndani yake? Basi aliponiuliza swali lile, nilikaa kimya kwa muda nikimtafakari huyo Thuraiya. Kabla sijajibu, ghafla tukasikia mlio wa kugonga mlango. Ule mlio wa kushtua uliotufanya wote tusimame kwa haraka. Ilikuwa ni saa
ya usiku wa manane. Fikiria, nani angeweza kufika muda huo? Yaani nani anaweza kuja usiku huo tu kuja kutugongea? Basi nilipofungua mlango, niliwakuta vijana wawili wa mtaa jirani wakiwa na sura za wasiwasi. Mmoja wao akasema, tumekuja kukuambia ya kwamba kuna jambo jingine limetokea. Mzee mmoja kule bondeni amepotea ghafla. Walisema alikuwa ametoka kutafuta dawa ya mtoto wake, lakini hakurudi. Wamekuta viatu vyake tu karibu na mto. Manake kumbe alivyokuwa hajarudi katika hali ya kumtafuta, na kawaida kama unavyojua mtu huwa ana mazoea fulani katika nyumba yake kwamba kuanzia muda fulani mpaka muda fulani huyu mtu lazima awepo nyumbani. Wapo baadhi ya wazee huwa wamekariri hawezi kuikosa taarifa ya habari hata siku moja. Na ikiwa siku hiyo nyumbani hataweza kuwepo, kila mtu anajua leo fulani hayupo. Maana akiwepo ni lazima tu ikifika ile saa 2 kamili atafungulia taarifa ya habari, watoto washeni redio au washeni TV nione taarifa ya habari. Lakini siku hiyo mzee hakuwepo, kashikashi zake hazisikiki. Watu leo kaenda wapi kumtafuta, kumpigia simu, mzee hapatikani. Usiku huu sio kawaida yake. Basi watu kumcheki huku na huku kwenye kahawa, kwenye nini, haonekani. Katika taharuki ya kutembea tembea, wanakuta viatu vya ule mzee viko mtoni. Kutaka kusubiri pengine anaogelea, mzee hatoki katika mto. Sasa huyu mzee mbona viatu vyake hivi katika mto? Ina maana yeye kaingia humu, kazama, kafa au kitu gani? Basi wamekuta viatu vyake viko tu karibu na mto pale pale jirani pale mtoni, pembeni ya mto. Basi walipoleta hii story, ama kwa hakika habari hiyo iliongeza taharuki. Kila mmoja alishikana mikono kwa huzuni. Tukio hilo halikuwa tena na lenyewe ni la kawaida. Tukajikuta tunakaa kimya kwa dakika kadhaa, kama vile kila mmoja alikuwa akisikia sauti isiyoonekana masikioni mwake. Maana yake tulivyobakia ni kama utadhani kila mtu alikuwa anasikilizana na kitu ambacho anaelezwa kwenye sikio lake. Kila mtu alikaa kimya. Furahia akaweka mkono wake begani kwangu na kusema, haya sio mambo ya kawaida. Kuna kitu kikubwa kinataka kufichuka, na sisi tumewekwa katikati ya simulizi yake ya hicho kinachotaka kufichuka. Baada ya maneno hayo, usingizi ulitupotea kabisa. Tukawa tumeingia na uoga, wasiwasi, mashaka. Hatuna tena kumbukumbu kama kuna stahiki kulala, kwa sababu kwa yanayoendelea katika mtaa ni mazito yenye kutisha. Sometimes kwamba mtu unafikiria pengine muda wote na mimi ninaweza nikapotezwa na hawa watu wabaya kabisa, washirikina, wachawi. Basi tuliamua kushirikiana sote pamoja na wale vijana na baadhi ya watu katika mtaa kwenda bondeni kesho yake asubuhi. Yaani pale bondeni alipokuwa vimeonekana vile viatu vya yule mzee, tukaamua kufika asubuhi sote kwa pamoja. Tulipofika basi tulikuta watu wamekwisha kusanyika. Yaani sisi tumefika, lakini kumbe kuna watu wengine tayari walikuwa wamekwisha fika pale bondeni, wakiwa na taharuki ya jambo lile, wakijaribu kuelewa
alichokuwa amepata yule mzee ni kitu gani? Yaani yupo ndani ya maji kafa, au yupo wapi? Mbona viatu vyake vimeonekana hapa? Maana ni taarifa ambayo ilikwisha vuma mtaa mzima. Basi palionekana nyayo zake zikielekea kwenye mto uliokufa. Manake pale pale karibu na ule mto kuna viatu, alafu baada ya kuvua viatu nyayo zimetokea zinaelekea mtoni. Kumbe yule mzee inaonekana alivua viatu kwa pembeni, akatembea kidogo, akaingia katika mto. Lakini kumbuka kwamba ule mto ulikuwa sio mto ambao unaendelea kupitisha maji kwa wakati. Ulikuwa ni mto mfu, yani ni mto uliokufa, maji yake tu yamesimama, yashakuwa maji mabaya, machafu, yametuama. Ni mto ambao umekaa tu, yani mto ambao upo tu, ni kama vile mto ambao umekufa tu, hauna kazi. Mto huu ulikuwa unatokea maeneo ya Midizini, upo kwa watu wa pale Kigogo maarufu watakuwa wanapajua Midizini, yani Manzese. Unapita Kagera, Mikoroshini, bondeni, ndio mto huo. Unaenda kutokea pale Kigogo, njia panda kama ya unatokea kwa mkuu wa mkoa. Mbele yake ndio kuna kituo cha mabasi ya mwendo kasi, yani Magomeni Mikumi. Basi kisha ghafla tulipokuwa tuko maeneo hayo katika mto, zikasikika pale walipokuta viatu, basi ghafla pale pale habari zikasikika za watazamaji na wafuatiliaji wa eneo lile, ya kwamba pale walipokuta viatu ni kwamba hakukuwa na alama za mapambano yoyote, pengine labda huyu mtu alipigwa, wala hapakuwa na dalili za mtu kuzama. Kwa mujibu wa wataalamu, watu wa kuogelea, watu wa wachunguzi wazuri, walilibaini swala hilo. Lakini jambo la ajabu lilikuwa ni alama ndogo kabisa zilizochorwa kwenye udongo karibu na mto. Zilionekana kama michoro ya duara na alama za nyota. Wale waliokuwa pale, yani watazamaji, wafuatiliaji, wakaguzi, waliziona na kuweza kutambua na kuhisi ni kama vile michezo tu ya watoto. Yani kila mtu alihisi labda tu kulikuwa kuna watoto walikuwa wanacheza, wanaandika, wanachora. Lakini mimi na Thuraiya, ambao pia tulikuwa tumehudhuria pale katika wingi wa watu kufuatilia lile jambo, basi tulitazamana, tulijua hii ilikuwa ni alama ya ishara inayotupeleka mbali zaidi ya maelezo ya kawaida. Ndipo Thuraiya akasema, ndoto zangu zimeniletea picha ya mtu atakayeibuka kutoka gizani, na sasa kila tukio linafungua mlango mpya. Hii ni sehemu ya mlolongo wa siri, tena siri kubwa, na mzee huyu ndiye ufunguo wa kuielewa ndoto yangu ambayo nilikuwa nimeiota. Kwa hiyo huyu mzee ndiye anayekwenda kufungua baadhi ya siri zinazonihusu mimi. Sasa mzee anakwenda kufungua mambo kwa Thuraiya. Mzee ndiyo chanzo cha kufungua vitu kwa Thuraiya. Thuraiya sasa anaanza kufunguka. Thuraiya sasa anaanza kuwa mtendaji. Thuraiya sasa anaanza kuwa ni mtu mmoja ambaye ni wa kipekee, mtu mwingine baada ya tukio lile la yule mzee.
nini ambacho kinakwenda kuendelea kwa yule mzee. Je, mzee yule anapatikana pale baada ya Thuraiya kufunguka katika mipango yake, au nini kinachokwenda kuendelea? Insha Allah tutakwenda kuendelea katika sehemu ya 8 inayofuata, na insha Allah tusiache kusubscribe pamoja na kushare. Na mwisho kabisa naomba nikutangazie tunavyo vile vitabu. Leo nimeona kuna watu kama 3 wamevikumbusha vitabu vile vya dua, majina 30. Vitabu vile vinafundisha kila jina la Allah na sifa yake na uzito wake na utendaji wake, na jina hili lisomwe mara ngapi na litakufanyia nini baada ya kulisoma jina hili, na litakusaidia kwa kitu gani. Tuliwahi kutunga kitabu kinaonesha majina 30 ya Allah, majina mazito kabisa yenye maana kubwa kabisa. Kwa yoyote ambaye atakayeweza kuyatumia majina haya, basi anachagua tu. Kama yeye anaumwa miguu, kuna jina la kutibu miguu. Kama yeye ana nuksi, kuna jina la kuondosha nuksi. Kama yeye ana matatizo labda katika biashara, kuna majina yanayodili na biashara. Kama wewe unataka mali na fedha, basi kuna majina ambayo automatically ukiyasoma unakwenda kupata mali na fedha. Kwa hiyo vitabu hivi vipo, sadaka yake ni shilingi 15,000. Utatumiwa kwa njia ya WhatsApp. Hivyo wewe utakwenda kukiprinti na kuweza kukitumia kama unatamani kukitumia. Lakini pia ikumbukwe ya kwamba tunazo zile fusho ambazo mtu akitumia automatically zinakwenda kumuondoshia nuksi, mikosi, mabalani. Aina ya dawa mujarrab sana, dawa nzuri kabisa ambazo mtu akitumia zinakwenda kumuondoshia shida, dhiki, mikosi, majini waliokuwa katika miili wanakwenda kuondoka insha Allah. Lakini hivi karibuni tunaandaa mafuta mazuri kabisa. Ni mafuta maalumu ambayo mafuta haya yatakuwa na material ya aina 7. Ni mafuta ya hatari kuliko unavyofikiri. Wallahi mafuta haya ukiyatumia ni hatari. Tupo katika kuyaandaa. Maandalizi yake huwa lazima yakishapikwa yanawekwa chini ya ardhi, yanafukiwa, yanakaa takriban kwa muda wa siku kadhaa. Kisha yakija kufukuliwa ndio yanakuwa sasa ni baruti ya kuua majini titi for tati bila kumbakisha jini wala kibwengo. Mafuta haya mpaka sasa tumekusha yaandaa, yapo chini ya ardhi, tunasubiri muda wake ufike. Hapo ndipo tunaweza tukayazungumzia. Huenda ni kesho Allah akipenda tukaweza kukutajieni mafuta haya yapo, na kwa anayeyahitajia naamini mtayafurahia na mtayapenda. Mwisho kabisa ni kuombe usiache kusubscribe, usiache kushare, na wenzako pia wapate kujifunza haya ambayo tumekuwa tukiyafunza. Na insha Allah tulikuwa tukiendelea na kisa chetu cha yule binti mrembo ambaye anazidi kuwatesa wachawi katika mitaa yetu. Kufikia hapo ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Muhammad Kundia Aturiyu almaarufu Anko K. wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.